Yes, tunaanza kuangazia timu ya taifa na nianze pale na Evans Evodius. Timu yetu imepoteza mechi na tuliona mechi vizuri kabisa, tulitangulia uzuri kabisa. Natamani sana kusikia kutoka kwako. Kuna mabadiliko ambayo ukiachana na matokeo, kuna mabadiliko ya kiuchezaji uliona kwenye timu yetu ya taifa. Timu imekuwa chini ya coach muda mrefu, mwalimu Morocco, na sasa mwalimu ameondoka, amekuja mwalimu mwingine. Kuna mabadiliko uliyaona? Mabadiliko ni sehemu ndogo sana na ni kwenye issue nzima tu ya uchezaji. Kuna namna timu imeimprove kwenye kupasia, kuondoka eneo moja kwenda eneo lingine, kwenye hizo transition, ikiwa ni kudefend, kuattack, kudefend. Kuna vitu vilikuwa vinaonekana, lakini changamoto kubwa bado imekuwa ni kwenye creativity. Ndio tatizo ambalo naamini linaendelea kuwa sugu. Ukitazama first half tumepata magoli, lakini ukijaribu kuiangalia picha kubwa zaidi, ukimwaza Kelvin John, kuna moment gani ambao umemwona Kelvin John? Kuna nafasi, nusu nafasi unaweza kusema alipata kipindi cha kwanza ambayo alimpunguza mtu kwenye 18, ilikuwa nafasi moja. Yaani ndio hiyo sasa unajua inakupa picha kwamba hata creativity ni ndogo. Yaani tunahitaji kuwa na watu ambao wanaweza kutengeneza nafasi nyingi zaidi, ambako tunamshambuliaji kama Kelvin ambaye anahitaji tu nafasi yaweke mpira kwenye kamba. Unajua kuna muda jitihada zake binafsi unaziona, anafanya hizo runs, lakini nani anaweza kumuelewa Kelvin John anahitaji nini? Ni swala ambalo linahitaji pia muda, kwa sababu national team ni kambi ambayo watu watukee miezi mitatu, miezi minne. Wiki mbili tu viwanjani kinapigwa, tumemaliza, kila mtu anarudi alikotoka. Kwa hiyo inahitaji kuwa na vitu vya mara kwa mara ambavyo vimekuwa vinafanyika kwenye kiwanja cha mazoezi, watu wanakuja kuviapply kwenye michezo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini mabadiliko yapo, sio kwenye level hiyo ambayo tunaweza kusema yes tunaweza sasa kwenda kucompete na timu ndo hii. Ni sehemu ambayo mwalimu anahitaji kujua wachezaji wake ni watu aina gani, na iliwahi kuzungumza siku moja hapa, Gamondi amefanikiwa akiwa na Young Africans, ameifanikisha pia Black Stars kwenda hatua ya makundi, lakini national team ina utaratibu tofauti na vilabu. Kwa hiyo kuna vitu vingi pia anatakiwa kuadapt kwenye national team, anakuwa na hizo products za kutoka kwenye vilabu tofauti. Kila mtu anakuja na anachokijua kutoka alikotoka. Inabidi usahau, uje na plani ambayo Taifa Stars tunaitumia. Kwa hiyo kwenye eneo la kiuchezaji kuna namna, kuna vitu vimebadilika. Naamini issue ya creativity ndio kitu ambacho tunaweza kukifanyia kazi kubwa sana, kwa sababu sisi tumekuwa ni timu ambayo hatufungi sana. Kama unakumbuka mara mwisho sisi tunapata goli 2 ilikuwa ni kwenye CHAN. Nje na hapo sisi kupata matokeo kamba 2 na zaidi kidogo ilikuwa ni changamoto. Ni kwa sababu creativity inakuwa ndogo. Wafungaji tutakuwa tunawalaumu kila siku hawafungi, lakini nafasi ngapi anazipata kwenye mchezo? Angekuwa anapata angalau nafasi 3, nafasi 4, tunasema yes kuna nafasi ya kumlaumu. Okay, nije kwako Ashrafu. Coach Gamondi alizungumza wazi kwamba magoli mengi yaliyofungwa yalikuwa ni makosa pia binafsi ya wachezaji. Nini kilisababisha, ama kitu gani kinasababisha wachezaji wafanye makosa binafsi zaidi? Ni kukosa umakini, hususan pale ambapo timu inakuwa imeruhusu magoli. Unajua kitu ambacho kilipelekea toka mchezoni moja kwa moja ni pale ambapo tuliruhusu magoli mawili ya haraka. Mpira dakika 45 za kipindi cha kwanza na dakika 45 za kipindi cha pili kulikuwa na tofauti tena mkubwa sana. Kipindi cha kwanza ni kama Kuwait walikuwa hatufahamu vizuri sisi tulivyo, na tulidominate game, to be honest. Tulikuwa tumetawala mchezo, tunacheza na nafasi nyingi zilikuwa zinatengenezwa kwenye upande wa pembeni ambako walikuwa wanacheza mawinga. Alikuwa anacheza Soap pamoja na Lalakia, lakini pia ulikuwa unaona Chazi Mombo kwenye eneo la namba 10 alikuwa anashirikiana sana na Lalakia. Nafasi nyingi zilikuwa zinatengenezwa, kwa hata magoli pia yametokea huko. Chance zilitengenezwa, I think hawakuwa na umakini tu wa kwenye kufanya finishing. Lakini upande wa pembeni pia nafasi zilitengenezwa. Kuhusiana na mchezaji kama alivyokuwa Kevin John, nadhani ile kuelewana namna gani, kwa sababu ndo kwa muda mrefu hakuitwa, hii ndo mara yake ya kwanza kufahamu mikimbio yake koja, anatakiwa apite wapi ili watu wafikishe mpira, ndio ilikuwa changamoto. Lakini kwa namna ambavyo mimi niliona tulikuwa tunatengeneza nafasi zaidi kupitia pembeni. Mimi kuna muda nilikuwa nainuka hadi kwenye kiti nasema hili ni goli, lakini utulivu ulikuwa unakosekana. Kwa hiyo second half tulivyorudi ni kama Kuwait wakawa washatujua kwamba bora wetu uko wapi, ndio wakaanza kubadilika na wakawa na push. Na sisi pia kama wachezaji mnaona tushawafunga goli 2 sasa hivi, ni kama tunawamudu, tunaweza kwenda tukashinda zaidi. Wachezaji wakaanza kurelax, wakaanza kukosa umakini, zile goli 2 ndio zikatutoa mchezoni kabisa. Na moment ambao wewe unaamini kwamba ni kama tulipanic kwamba wametufungaje hawa, ndio tukawa tunazidi kutengeneza makosa, umakini unakosekana. Sema ambao tunatakiwa tu defend vizuri, tunakuwa yani tumeshusha huo umakini, watu wanakuja wanatufunga. So ni umakini ndio ulikosekana, na
naamini ni kitu ambacho wachezaji, unajua kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye national team sio issue ya kocha kusimama kwenye touchline kuwakumbusha kwamba mnahitajika kuwa makini. Ni wao wenyewe walitakiwa kujua kwamba watu washatufunga goli moja, turudi tutulie, tuanze kutafuta namna gani nyingine tunaweza kupata magoli. Lakini wamefanya hivyo mistake na tumeconcede magoli. Na labda kujibu swali la Juma, maana Juma ameuliza kwa nini mchezaji anafanya makosa, sio? Moja kati ya sifa za kwenye ubora wa mchezaji ni makini. Ndio kila mchezaji anafanya mistake kwa aina yake. Kwa mfano mshambuliaji akikosa magoli sana kama ambavyo unaona Dube anakosa, hiyo ni mistake kwake. Mtu ambaye kazi yake ni kupiga pasi za mwisho, akiwa timu haitengenezi nafasi apige through balls, hiyo maana yake ni mistake kwake. Goalkeeper kwa mfano kama tunavyosema Yakubu, sijui hana footwork, sijui decision making, nayo inakuwa ni mistake kwake. Kiungo mkabaji kwa mfano, kama eneo la kiungo mmezidiwa na namba 8 wa timu pinzani analeta tu mashambulizi alafu akabu, maana yake hiyo ni mistake. Sasa kila mchezaji huwa anafanya makosa, na kazi kubwa ya kocha ni kuhakikisha kwamba una maximize potential ya mchezaji. Yani una profile. Paul Mkai ni winga namba 7, winga wa kulia. Sifa yake kubwa ana kasi, lakini hana nguvu labda ya kukabana na watu. Kwa hiyo unampunguzia majukumu kwenye ulinzi, kwamba bana, sikiliza wewe, ishia mstari wa katikati huku nyuma, tutahakikisha kwamba katika midfielders wawili mmoja atakuwa anakuja kukusaidia kufanya coverage. Maana yake hapo tume maximize potential yako, huku tume minimize eneo ambalo wewe una udhaifu na unaweza ukafanya makosa. Sasa why tunasema wakati mwingine kwamba kwa nini Ashraf katoa mfano wa Gamondi akiwa Yanga na akiwa Singida na sasa akiwa Taifa Stars, ni kwa sababu kocha siku zote ubora wako ni ubora wa wachezaji. Sasa unapokuwa kwa mfano kwenye klabu una wachezaji ambao wana quality labda kwa 85% kila mmoja. Kwa hiyo zile 15% ni rahisi sana kuzificha. Yaani ni rahisi sana kuzificha, kumfichia mchezaji eneo ambalo ni la udhaifu na eneo ambalo anaweza kufanya kosa. Sasa kwa mfano sisi wachezaji wetu wengi labda tuwape level katika 100 tuwape 60%. Meaning kwamba kuna room for error kubwa, hasa wakiwa wamekusanyika pamoja. Tofauti na unavyoona kwenye klabu, kwa mfano kama alipokuwa Gamondi Yanga pale, ambapo ana Jigi Diarra, ana Yao Kuasi, ana Joao Lomalisa, ana labda Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka, ana Ucho na Max na Dio Kabuya mbele, juu kule anaweza akawa na Maele, anaweza akawa na Pakome. Kwa hiyo wote ni wachezaji wazuri ambao hata mechi ile ambao hawafanyi vizuri kama Mamelodi Sundowns, lakini kwa sababu ya ubora na hakikisha maximize potential na minimize makosa hayaonekani. Lakini sasa inapokuja kesi mwakutanisha wote kama ilivyokuwa kwenye Taifa Stars pale, ndio unaanza kuelewa kwa nini huwa tunasema kwamba kinachoendelea kwenye vilabu wakati mwingine hakiakisi sana kinachoendelea kwenye timu ya taifa, kwa sababu pale mmebaki wenyewe sasa. Hakuna Maele, hakuna Jean Chalea wa, hakuna Medi Baraket yule Tunisia, hakuna Pakome, hakuna Dube, mmebaki wenyewe. Yale madhaifu ambayo wakati mwingine huwa hatuyaoni kwenye klabu zenu kwa sababu ya uwepo wa wachezaji wengine, ndio yanakuwa highlighted pale, unayaona vizuri. Kwa hiyo nadhani with time Gamondi atafanya team selections za tofauti na tulizokuwa tunaziona kwa kina Hemedi Morocco, na matokeo yanaweza akaanza kupatikana, lakini watu, narudia tena, wasiwe na matarajio makubwa sana kwenye AFCON. Okay. Sawa, umezungumza vizuri sana Jeff na Evans pia na Shirafu Jeyara. Katika hicho ambacho umekizungumza, wakati mwingine timu inashinda kutokana na mbinu za mwalimu na mfumo wake ambao ameutumia katika mchezo husika. Sasa katika mchezo uliopita dhidi ya Kuwait, Gamondi ikiwa ni mechi yake ya kwanza, mbinu zake, mfumo wake ndio umemfelisha mpaka si kupelekea kupoteza mchezo. Sio mfumo, ni makosa binafsi. Ni makosa binafsi ya mtu mmoja. Okay. Kwa sababu kila goli lilikuwa na hint ya individual error. Kwa hiyo na ni kama pia kipindi cha pili timu ile collapse. Yani timu yetu iligawanya mechi. Cheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili timu ika-collapse, nafasi hazikuwa zinatengenezwa, lakini ile level ya makosa binafsi ambayo alikuwa anaiathiri timu ikaongezeka tofauti na. Kwa nini nimeuliza swali hilo? Maana wakati mwingine unapita huku na kule kuweza kuchukua pia maoni ya watu wengine.
Hii inamaanisha kabisa wewe haupo kwenye boti la wale ambao wanamnyoshia kidole Gamondi. No, mimi sipo kabisa. Sipo kabisa. Nimeridhika na team selection yake, mbinu zake pia, na nina imani kwamba with time apewe muda tu. Maana unajua shida ni kwamba anaweza akacheza Gamondi mechi 5 au akaenda AFCON tu, afu ukashangaa plan imebadilika. So kwangu mimi Gamondi tusimpe lawama kwa chochote kinachokwenda kutokea AFCON. Na ndio maana nikasisitiza, nadhani mjadala mkai una historia nao vizuri tu. Mimi nimesema Gamondi mimi nitakachukua na mdai, na natamani yeye ndio apewe kocha long term mpaka 2028. Okay. 28 ile AFCON amalizane nayo pale, ndio mimi nitamdai kitu, kwa sababu pia atakuwa ana muda kuanzia mwaka huu 2025 mpaka 2027. Kuna kitu atakuwa amejenga. Kuna wachezaji maybe atapewa support ya wachezaji wapya walioko kwenye diaspora, atawaona, ama kama akiamua Kinatari na Lirakia na Charles Mombwa, kama akiamua kwamba ndio hao wachanganye na wengine walioko ndani, it's well and good. Lakini kikubwa mimi simwangalii Gamondi kwenye AFCON hii ya Morocco. Mimi namwangalia mbali zaidi. Okay, sawa. Evans, wakati Jeff anazungumzia Gamondi, kidogo ulitaka kuchagiza hapo. Pengine nawe pia unaweza kuchagiza lolote juu ya coach Gamondi, kwa wale ambao wanaamini kwamba kipigo hiki cha 4-3 ameanza vibaya na mambo yanawezekana akawa mabaya kwa upande wake. Inawezekana kwa sababu ndo football iko hivi. Yani inawezekana yakawa mabaya zaidi kuliko hiki ambacho tumekiona, au ikawa ndo kwake inampa pia mwanga kwamba yes, timu yangu ni timu ya aina gani, ikiwa kwenye pressure kiasi gani inaweza kuconcede, wachezaji wanaweza kupoteza umakini kwenye intensity ya aina gani ya mechi. Kwa hiyo mimi naamini ni matokeo ambayo ni rafiki kwa Gamondi, sio rafiki kwa taifa. Ni matokeo rafiki kwa kocha, kwa sababu kuna vitu vingi anaendelea kujifunza kutoka kwa wachezaji wake. Unajua ukiwa mazoezini kuna vitu vingi unaweza kuviona vinafanyika kwa usahihi, kwa sababu kuna nyakati pia mimi siwezi kuwa aggressive kwa Jeff Lea wakati najua Jumamosi tuna mechi, ndo huyu ambaye ataenda kuwa uwanjani. Lakini kwenye mechi kuna vitu vingi unaenda kuviona. Hapo ndo unaanza kuona fitness za wachezaji wako, kwamba fitness yao inaweza kukupa kile unachokihitaji. Unahitaji mchezaji ambaye ana utimamu wa akili muda wote wa mchezo. Kwa hiyo ni vitu vingi naamini yeye anaendelea kujifunza kutoka kwenye hiki ambacho tayari kimeshaonekana. Watu ambao wanamlaumu Miguel Gamondi sijui wanatumia sababu ipi hasa kwenye hizo lawama, kwa sababu ukiangalia nature ya magoli yote tuliyofungwa ni magoli ya makosa ya watu. Yani kuna nyakati unajiuliza sasa wewe Gamondi unamwekaje? Na hapo nataka tuangalie sasa magoli ambayo tumefungwa sisi. Tuanze na goli la kwanza. Nani wa kunyoshewa kidole? Mimi goli ambalo kwanza katika mazingira ambayo sio ya kuyaweka katika oda. Tuanze na goli ile ambalo limezua gumzo, ile ambalo watu wengi wamemlaumu Yakubu. Amemenya ngoma ile. Watu wengi wamemlaumu Yakubu kuhusiana na issue ya nini, ya footwork. Ambayo iko wazi kabisa. Ni kweli Yakubu footwork yake sio nzuri. Very true. Lakini kwenye lile goli kosa alilolifanya pale ni decision making. Yani kosa lipo lakini sio decision making mguuni. Ni vile Juma ule mpira mistake pale ilikuwa ni yeye kuamua kwamba huu mpira nitaucheza kwa mguu. Alitakiwa kuudaka. Mimi kamanda, ni mpira wa kuudaka. Kamanda, kwenye issue ya kuudaka nakubaliana na wewe, lakini ukiangalia kwa sababu alivyoupiga ule mpira alichimba, yani ule mpira lengo lake alikuwa aoshe uende mbali. Yes. Kiatu chake kikachimba chini. Unajua kwa nini ambayo ni ajali. Yes, naelewa. Unajua kwa nini nazungumza ilikuwa ni risky sana kuudaka. Kosa la kwanza linaanza kwenye hiyo pasi ambayo inaenda golini kwa haikuwa pasi by the way. Yani kwa sababu silipigwa penetration kwa mshambuliaji kwenda kuattack. Jobu akawa amemdefend vizuri mshambuliaji wa Kuwait. Kinachotokea yule baada ya pasi kupita, Jobu akamwachia yule mshambuliaji. Nondo alikuwa anaenda kumgadi yule mshambuliaji, mwisho wa siku hakumaliza kazi yake. Mpira ukawa ni 50-50 kwa Yakubu, umebaki kwa Nondo na goalkeeper. Na mpira ulikuwa bado hujaingia ndani ya 18. Kwa hiyo alichokifanya Yakubu ni kutaka kuiosha, kuondoa riski, lakini mwisho wa siku kajikuta anapiga chini. Na hiyo sasa hatuwezi kukwepa sasa hiyo footwork kwa ni footwork ya msiki. Yani pale sio issue ya footwork. Hakuna Juma. Pale sio issue ya footwork. Nisikilize Juma. Nisikilize sekunde moja. Sawa, anza wewe kunisikiliza mimi kwanza.
ni kweli Yakubu ana shida ya footwork. Wala hakuna mashaka kwenye hilo. Yeah. Lakini sasa haimaanishi kwamba eti kila kosa atakalolifanya au hata lile ambalo alihusiana na footwork, kwa sababu tayari tu tunajua kwamba yeye hana footwork, basi tutamlaumu kwa hilo. Lakini ukifanyia mguuni tutakula mengine pia. Ukifanyia tu mguuni. No, kwa mfano kwenye ile tukio issue sio footwork. Nani Evans? Unakumbuka finali ya Champions League 2008? Yeah. Sawa. Yeye alisema kabisa ni Chelsea na Man United na mechi ya Urusi. Anakwenda Luzhniki Stadium. Okay. John Terry anakwenda kupiga penalty. John Terry ni mpiga penalty mzuri, ana tekniki nzuri ya upigaji na ni mmoja kati ya defenders ambao ni ball players. Sawa. Lakini kwenye mvua aliteleza. Yani ile sio issue footwork tena. David Beckham mpiga alichimba. Yani ni ajali, ile ni ajali. Wala haina uhusiano na footwork. Na mimi sisemi kwamba hakufanya kosa lilikuwepo kwenye maamuzi. Yani ule mpira alikuwa mwenzie beki amemgadi, yeye alikuwa uokote tu kwenye mstari wa 18 pale. Kwa hiyo maamuzi yake, manake kwenye mpira ni decision making inahusika kwa kiasi kikubwa. Kuamua kwamba bana huu mpira mimi badala ya kuudaka nitauclear. That was the mistake. Na sisemi kwamba hana shida ya footwork. Hata kwenye kuclear angeweza kuclear kwa namna nyingine tofauti na kupiga kama anapiga shoot. Unajua alipokuja pale alikuwa anakuja kupiga yani uende mbali. Angeweza kuclear kwa instep. Sawa, ambapo ni kuna upana mkubwa kwenye mguu. Lakini maybe usingeenda mbali. Yes, nasema kupiga kwa hapa juu ya mguu kwenye kamba za viatu na kupiga kwa instep ni tofauti. Tofauti ya hapa ni pakubwa. Sawa, mpira unaweza kuupiga vizuri, nadra kuukosa. Huku juu unaweza kuupiga vibaya kwa sababu ni rahisi pia kuukosa. Timing inapaswa kuwa nzuri sana. Kwa angeza hata kuja kutumia instep akafanya tu clearance boop na mpira ukadondokea kule. Lakini ile halikuwa swala la footwork. Ilikuwa ni timing imekuwa mbaya na ameshaanza kupiga chini. Hata kama una footwork nzuri kiasi gani, ukishaanza kupiga chini tu mpira huo utapata tatizo. Na karibu. Wewe umecheza mpira? Ndio. Nacheza mpaka kesho. Unachokizungumza hata mimi nimecheza mpira. Wa shule. Yes. Mpaka kwenye level ya daraja la kwanza nimecheza kwa kiwango cha juu kabisa. Hii ya hapa tunasemaje ulichokuwa unaelezea kupiga juu ya mguu. Direction ya mpira ukipigia juu ya mguu lazima uwe umefanyia sana mazoezi kutaka huo mpira wako ufike wapi na uende wapi. Ina depends. Lakini ukipigia hapa pembeni ni uhakika ni kama una pass. Unaona, na kuna uhakika wa mpira wako unapotaka kwenda unakwenda kwa usahihi zaidi. Kwa sababu ya huo ukubwa ambao unauzungumzia wa namna ambavyo utaupiga huo mpira. Lakini mimi nauliza swali la msingi, wakati goalkeeper anakwenda kama akuamua sawa sawa kwamba huu mpira nataka ni uklie kama ulivyokuwa unaelezea, si ndio tunazungumza kwamba hayuko vizuri mguuni, kwa maana kwamba mguu wake kwenye kuklia angekuwa na uwezo wa kudecide kwamba uklie kupitia huku pembeni, huo mpira ungeenda sehemu sahihi ama mbali zaidi. Lakini kwa sababu alikuwa anataka tu kupiga ili mradi mpira umeshafika, ndio makosa ambayo tunazungumza kwamba umeupiga vibaya, umekwenda kwa adui na mwisho kusababisha magoli. Ngoja kwanza. Ndio. Kwa sababu unachojaribu kusema hapa Juma ni kwamba footwork yake ni ndogo au amefanya kosa. Unajua hivyo ni vitu tofauti. Kwa sababu hata ukiwa na footwork nzuri bado unafanya makosa. Hapo unachojaribu kukisema ni nini? Lakini makosa yanatofautiana mkiwa na kuuliza swali hivi. Kwa lile tukio unachojaribu kukisema wewe, kosa la goalkeeper ni lipi? Ni kwamba ameukosa ule mpira kwa kuanza kupiga chini au ana footwork mbaya? Ana footwork mbaya. Ndio imesababisha mpira ule upige vile. Hapana Juma, hata ukiwa na footwork nzuri, kwani mwenye footwork nzuri tena kama goalkeeper. Magoalkeeper wenye footwork nzuri wafanye makosa? Wanafanya. Na sikiliza, unaweza ukafanya kosa lakini passing yako iko sahihi wakati natoka mguni au upigaji wako unapotoka mguni ukawa sawa sawa. Pale hakukuwa na swala la passing. Pale ilikuwa ni clearance. Anajaribu kuokoa mpira unaokwenda golini, anaupiga uende mbali. Sio swala la passing. Passing taratibu. Sawa. Una aim kwamba nampasia mpira Juma, nampasia mpira Paul. Sawa? Unanielewa? Lakini pale hakukuwa na mtu anempasia, alikuwa anajaribu kuokoa, na kuokoa siku zote Juma kwenye mpira hakunaga style. Hivi passing lazima umpe mtu. Ndio maana unafanya kwani huwezi kupasi mpira ukatoka nje?
Sasa hiyo inahitaji inakuwaje pasi? Hapo umetoa mpira. Inakuwaje pasi? Sio pasi. Passing ni nini? Yaani Pasi ni mimi kuchukua mpira, sawa? Nikapiga mpira kuelekea kwa mwenzangu. Na mpira ukamfikia mwenzangu. That's a complete pass. Na kukick kupiga kitendo cha kupiga kitendo cha kupiga hapo unapotoa pasi hauwezi kutoa pasi kama hujaupiga mpira. Kick ni kupiga. Ndio. Unatoaje pasi kama hujaupiga? Usikabaki mguuni. Ukipiga, sikiliza, ukipiga mpira kutoka golini, ukapiga ukaenda kwa mtu mbele huko, umempasia au umepiga mpira? Kwa nini inaitwa goal kick na sio goal pass? Ngoja bana. Vyote vinaweza kuwa ni sawa. Kwa mfano, wakati unapiga goal kick alafu ikaenda kwa mtu, inakuwa ni na akaenda kufunga, it's an assist. Unajai kuona? Kama goalkeeper anatoa assist kwa kupiga kutoka goal kick na ikawa assist. Unajai kuona? Assist siku zote ni kupasia. Ndio. Sawa. Uki-aim hata distribution, uanzishaji wa mashambulizi wa goalkeeper. Tunawashauri magoalkeeper wao ndio waanzishaji wa mwanzo wa mashambulizi. Goalkeeper mzuri anaanzisha mashambulizi sawa sawa. Anaanzishaje? Kwa kurusha mpira au kwa kupiga. Anapopiga iwe pass, isiwe hata cross. Kuna zile tunaita cross pass. Sawa? Kwa sababu na aim kwamba hii cross inakwenda kwa mtu yule pale. It's a cross pass na mtu anafunga, tunamalizia. Lakini kuna cross tu za zamani zinapigwa tu, majalo yanamwagwa tu, mtu wote gombanieni. Mimi nitakutolea mifano miwili. Naomba nimtolee mifano miwili Juma ambao atanielewa. Kuna makipa wawili, Gigi Donnarumma na David De Gea. David De Gea wakati anakuja Man United kwenye pre-season ya kwanza, sio wakati anakuja, hapo ameshakaa kwenye pre-season iliyofanyika Marekani, kocha wa Man United Louis van Gaal, baada ya dakika 10 tu za mechi yake ya kwanza kwenye pre-season, akawaita wachezaji pale, akawaambia jamani, huyu kipa msimrudishie mipira. Lakini funny enough, De Gea wakati huo kwenye ligi ni moja kati ya magolikipa wanaoongoza kwamba goal kick zake akipiga zinafika mbali. Yaani ana uwezo wa kupiga mbali, lakini hana uwezo wa kupasia. Yaani kusema kwamba kakaa kule Rafael da Silva nipige pasi imfikie. Lakini akipiga tu goal kick ile ya watu kugombania, mpira unafika mbali. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu hana passing technique, hana footwork, lakini ana uwezo wa kupiga. Muangalie Gigi Donnarumma. Mpira ukirudishwa hivi kwamba upige uende mbali, wala hana tabu. Lakini footwork inakuwa apply kwamba atulize mpira under pressure. Na footwork yako tunapima tu kwenye passing tu, sio? Footwork ya kipa tunapima tu kwenye passing, not kufanya kitu kingine. Sio kwenye kupiga. Unajua? Ngoja. Tunapima kwenye mambo mengi. Okay. Uwezo wako wewe wa kureceive huo mpira, unapopasiwa, unaporudishiwa, ukiwa na pressure na ukiwa hauna pressure. Sababu kwenye mpira wa kisasa first touch ni kitu muhimu. Kwa tunapokupasia, mguso wa kwanza wewe mguuni kwako unakuaje? Are you comfortable na hiyo kitu au unakusumbua? Alafu wewe unapopasia sasa kutoka kwako kumpasia mtu akiwa mbali, akiwa karibu, techniques za nguvu unaoweka, namna ya kuhesabu mpira huu ukienda pale utamfikia mtu. Muangalie Sanchez wa Chelsea. Amekuwa msaada kwa Chelsea kwenye magoli kadhaa. Anarudishiwa mpira, utaona kama anachelewa hivi, lakini mtu anakaribia, anaweka mpira kwa mtu, unafika, watu wanakwenda. That's footwork. Kuna consideration ya footwork. Crown Media. Hapa ni nyumbani.